World Television tumekuandalia habari kutoka mataifa mbalimbali hii leo, zinaletwa kwako nami Emmanuel Paul. Irani, Marekani na Israel zimesitisha mapigano kwa wiki mbili baada ya Rais Donald Trump kukubaliana na mpango wa vipengele 10 wa Tehran inayosema sasa itashiriki mazungumzo ya Islamabad kuanzia Ijumaa. Tamko lilotolewa usiku wa kuamkia Jumatano Aprili 8 na Baraza Kuu la Usalama la Iran lilishukuru wa Irani kwa uvumilivu na kujitolea kwao muda wote wa kushambulia na Israeli na Marekani, huku pia likiita hatua ya sasa kuwa ni ushindi mkubwa kwa taifa tukufu lenye heshima na shujaa la Iran. Adui ameshinda kwa kipigo kisichosemeka cha kihistoria cha kumvunja kwenye vita vyake haramu na vya kiharifu dhidi ya taifa la Irani, ilisema sehemu ya tamko hilo ambalo lilisomwa kwenye televisheni ya taifa ya Irani. Baraza Kuu la Usalama la Iran, ambacho ndicho chombo cha juu kwenye masuala ya uongozi nchini humo, limeupongeza umma wa Irani kwa ushindi huo, lakini wakati huo likisisitiza kwamba haja ya uvumilivu na umakini kwa upande wa maafisa na pia ulinzi wa umoja na mshikamano miongoni mwa umma wa Iran hadi pale ushindi utakapokamilika. Tamko hilo lilitolewa muda ule ule ambapo mamilioni ya Wairani walikuwa wamejitokeza kuhami vituo vya umeme, mafuta, majengo ya umma na madaraja kufuatia kitisho cha Rais Trump kwamba angeliamuru kulipuliwa kwa maeneo hayo usiku wa jana. Kwenye ujumbe wake aliokuwa ametuma kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, ambao walilaaniwa na wakosoaji wake wengi waliuita ushahidi wa uhalifu wa kivita na mauaji ya kimbari, Trump alikuwa ameandika kwamba ustaarabu mzima utakufa usiku wa leo na hautaweza kamwe kurudi tena ikiwa Irani itashindwa kufikia makubaliano yanayojumuisha kufungua upya mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini wakati dunia ikingojea maangamizo aliyojiapiza kuishushia Irani, Trump alijitokeza tena kwenye mtandao huo akitangaza ushindi mwingine na akiwashukuru waziri mkuu na waziri wa majeshi wa Pakistan kwa kufanikisha mpango wa usitishaji mapigano wa wiki mbili ambako umetokana na pendekezo lenye vipengele 10 la Iran ambalo awali liliita linaloweza kufanywa kazi, ingawa baadaye alinukuliwa akiuita mpango wa ghiliba bila kufafanua. Mapema asubuhi ya Jumatano, ofisi ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ilisema inaunga mkono uamuzi wa Trump wa kusitisha mashambulizi dhidi ya Iran ya wiki mbili, lakini ikionya kwamba uamuzi huo haujumuishi vita vyake nchini Lebanon ambako hadi sasa zaidi ya watu 1500 wameshauawa na zaidi ya milioni 1 kuhamishwa makazi yao. Hata hivyo, kusitishwa uhasama dhidi ya kile Irani inachokiita muungano wa mapambano unaojumuisha makundi ya wapiganaji ndani ya Lebanon, Iraq na Yemen ni mojawapo kati ya vipengele 10 vya masharti ya Irani kwenye mpango ulioleta usitishaji wa sasa wa mapigano. Ingawa mpango huo unaweza kuwa msingi wa majadiliano yanayotazamiwa kuanza hapo Ijumaa, ukiwa na vipengele kadhaa ambavyo awali Washington ilishasema haviwezi hata kujadilika na isiweze kutekelezeka. Kwa mujibu wa mpango huo, Irani inataka iendelee kudhibiti mlango bahari wa Hormuz, iendelee na urutubishaji na madini wa urani na uondolewe vikwazo vyote vya awali na vya nyongeza. Vile Irani inaitaka Marekani kuondoa vituo vyake vya kijeshi eneo zima la Mashariki ya Kati, kuziachia mali zake ambazo zinashikiliwa na kuwepo kwa azimio maalumu la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuyahalalisha na kuyapa nguvu za kisheria makubaliano hayo. Huko kwingineko, waziri wa mambo ya nje wa Bahrain Abdulatif bin Rashid Al Zayyan amesema azimio hilo limeshindwa kupita kutokana na kurahasi kutoka kwa mwanachama wa kudumu wa baraza hilo. Urusi na China zimepiga kura ya turufu dhidi ya azimio la Bahrain katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo limelenga kulinda usafirishaji wa kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Katika kura hiyo, wanachama 11 waliunga mkono azimio hilo, huku China, Urusi wakilipinga na wanachama 2 wakijizuia. Kutokana na kura hizo za turufu kutoka kwa wanachama wa kudumu, azimio hilo halikuweza kupitishwa, ambako waziri wa mambo ya nje wa Bahrain Abdulatif bin Rashid Al Zayyan amesema azimio hilo limeshindwa kupita kutokana na kura hasi kutoka kwa wanachama wa kudumu wa baraza hilo. Mlango bahari wa Hormuz umefungwa na Iran baada ya Marekani na Israel kuanzisha vita dhidi ya nchi hiyo mnamo Februari 28 ya mwaka huu. Nchini Tanzania, mwenyekiti wa tume ya kuchunguza vurugu za uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, Jaji Othman Chande amesema tume hiyo iko huru na haikuingiliwa na mamlaka yoyote, akikanusha madai kuwa muda wa kazi yake umeongezwa mbele ili kuruhusu kuhaririwa kwa ripoti yake.
Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dar es Salaam hii leo Aprili 8, Jaji Chande alisema kwamba tume hiyo ina mamlaka kamili ya mwisho juu ya ripoti yake na haitoi nafasi kwa mtu yeyote kuingilia kazi yake. Na nitamatia habari kutoka mataifa mbalimbali. Jina langu ni Emmanuel Paul, hii ni Skyworld Television.